wenye tuko mpaka kupumua ushuru ila fulu daily niko chuga kakimburu nikiwa na kiprmi na kuwaga mauru wanauliza rada mbona tukuona wambia siku hizi mambo yamekuwa mengi nitafute za studio za mama na mdingi alafu kila mwezi geto inataka shilingi washikaji wanasema najisau kutoka magetoni eti nimepanda dau minko fasa minko kira pole kasha we kukira kiatu changwa kikutoshi minki kupota kifi asa mbono ni hate unisaidi samini kusaidie eti pezi njo twende reki juna bike seri nkatulie tu stage niwe nduki na kindundu nduki na kindundu nduki na kindundu nduki na kinduti nduki na kiparare nduki na kiparare nduki na kiparare nduki na kiprn niwe nduki na kindundu nduki na kindundu nduki na kindundu nduki na kinduti nduki na kiparare nduki na kiparare nduki na kiparare nduki na kiprn and I go deep when I'm thinking the blessing from my mama ever since I started walking kanifunza kupambana lafu zuru wangu sichoki nachopata mina ganya hata kama kinitoshi wanauliza dada ni gani pelzi mbona umekonda ama holi nani ama ni madreda na kunyonya nini hawajui vitu vingi akilini siogopi kupata sara wananitaga fala mkisema siendi kwala wadwanzi wanasema pezi wajifanya eti hoyu wajidai sababu ana kipaji wadwanzi eti kiboda chake mchwara mwenyewe mchwara wananonea vivu wadwanzi eti ameanza kujulikana sahi watukana hawajanisaidia wadwanzi asa mbona wanani hate hawanisaidi samini wasaidie eti pezi njo twendere juna bike seri nkatege tu stage niwe nduki na kindundu nduki na kindundu nduki na kindundu nduki na kinduti nduki na kiparare nduki na kiparare nduki na kiparare nduki na kiprn niwe nduki na kindundu nduki na kindundu nduki na kindundu nduki na kinduti nduki na kiparare nduki na kiparare nduki na kiparare nduki na kiprn asa mbono ni Bwana sana msikilizaji 13 dakika siandoka bwana mwendo wa saa 10 saa za Afrika Mashariki kwa ndani ya Swahilipot FM. Kipindi ni kimoja tu anga zako Swahilipot Drive na mpango mzima ukizingatia kwamba kibao ambacho kimetoka kucheza sasa hivi hapo kinajulikana kama Kiparare cha kwake Pelzi. Bwana msanii wa kizazi hiki hapa siwezi sema ni kipi maana ni kizazi hiki ambacho tunakiona sasa hivi. Kishaibuka na kimfika bwana. Katika huu muziki ambao wanaimba sio ule ambao walikuja nao enzi hizo hapo before. Namwangalia hivi simaliza namwambia mganga wake ni mzuri. Bwana Pelzi mambo vipi? Barida bro. Kwema? Alhamdulillah. I say long time no see bana. Mbali na zile tamasha tunaonana lakini hapa ndani studioni. Tangu zile enzi za Ramadhani. Wakati wa rap hizo. Lakini bado akafunga tu. Hakuna ile nitoa. Jamaa la Mkomani. Bwana. Story yako nikikumbuka vizuri mzungu fulani hivyo ukaleta uzungu fulani ndo Pelzi kakuja. Bwana. Karibu sana mjengoni mzee. Shukrani. Bwana sasa hivi hatua kadhaa ushapiga tayari katika game hii. Ukizingatia kwamba sasa hivi unaenda na hii wave ya huu muziki ambao unaenda sasa hivi huko pwani kwa ujumla. Nazungumzia yani mambo na sana shamba vitu kama hivyo unaelewa. Bwana wewe binafsi unalichukuliaje ile swala kwamba huu muziki unatusua bila pressure yoyote organic fans wako unalichukuliaje ile swala mzee baba? Ndio hivyo slow but sure. Alright. Wallahi fanya shit yako afu utaona venye vitu vya teremo. Haina pressure. Speed ya Mungu haitaki haraka. Yebo. Ndogo. Alright. Mwenye naamini ipo day brazameni. Kabisa. Watatutafuta watu wa Nairobi. Tayari washaanza nafikiri. Ndio hivyo usikia venye sana shamba wa enjoy. Nakwambia Nairobi sio shamba la shamba la mawe bro. Oe, korada. Bwana jinsi huru jinsi nyumbani mzee. Jinsi huru. Man like Pelzi bwana. Tuwazidi kufuatilizia kazi. Toka tupatane Mombasa Matatu Awards. Kuna show zingine pia kadha zimetokea. Ndio. Na katika kila ngoma ni lazima utaje mada. Alright. Kila ngoma mwanangu. Okay. Lazima mama atajwe pale. True fan. Oe, lazima mada atajwe pale ndani. Sasa support pale home imekuwa vipi ama story ni gani? Mbona kila ngoma ni lazima upate shavu? Ona YouTube studio yangu ya kwanza ya Domination Boys bro. Nilikuwa sijajua mambo ya simu nini mshamba. Mkubwa wangu ndo alinipa pesa, alimwomba pesa ili niende cyber. Alafu mkubwa wangu venye aniamini, akandunga hela tenga nafika kule Mbango 2. Bana akanambia mwanangu mimi nakuamini ndio maana nakupa pesa. Sasa nenda kafungua YouTube channel alafu uonyeshe chenye
Alafu bi mkubwa wangu zamani alikuwa yuaimba pia. Bi mkubwa wangu mimi naweza niende nikamketishe muimbie, yani endo mtu wa kwanza nikwambia yuweza paka cheza bro, anza kuruka muziki. Nduki na kiparare yejua over wewe bro. Nakwambia mimi. Yes. Nakubali sana. Bwana, kuna ile transition umekuwa nayo maana hapa utambulisho wako ulipokuja. Ulisema hapo awali ulianza na kuimba kwanza. Lakini ukaingia hard hip hop. Mpaka sasa hivi umeingia kwa rap sing. Hii ambaye napiga nduki na kiparare, na asikwambie mtu kitu, niko maeneo ya Kilifi ndani za Riguta Kanenene kule upande wa sehemu inaitwa Dida. Nasikia naona pikipiki inapita, nasikia pelt, naangalia nasema wewe mganga wake ni mbaya. Binafsi hiyo transition yako inaonekana namna gani mzee? Ajua cheki venye nilikuwa naanza kuimba, nilikuwa naimba zamani. Na pia nilikuwa niko fresh alhamdulillah. Ndio. Alafu nikaja nikaanza kurap, na pia nilikuwa niko doro pia alhamdulillah. Ndio nikaona sasa cheki venye yani kitambo nilikuwa naimba na sasa nimeanza kurap, acha nzicombine sasa. Ndio uniqueness yangu. Right. Ajabu tena zaidi bwana. Alafu sote tunajua muziki ni biashara. Unajua pale ile tukianza saa ile tuipiga passion, lakini sasa the more tunaifanya ndio kichele sasa kinazidi kufuatilia. Unaona? Sasa sijui umekuwa na lessons gani binafsi upande wa biashara? Labda kuna mali umeanza kuwekeza. Maana najua muziki huu mwanangu sasa yani wimbi limekuja, walitumia vipi fresh? Lazima kuinvest bro, maana yake nimegundua muziki ni kama yani iko na ile tamaa ya hela. Ushona watamani sana uje uzishike. Na usipotumia maarifa, usipopanga mikakati, hautawahi zishika ukitegemea eti huu muziki mimi acha nitoi. Mimi naweza pata pesa bro hata kama niko na project ya kushoot video, lakini ile pesa naona ngojea kwanza nifanye hivi na hivi zaa, alafu ndo shoot ile video. Nisitumie pesa yote kwa kushoot video alafu baadaye ndio hivyo video isiende na sina hata dala. Hakika. Kitu kama hiyo. Sasa kama kuinvest bro, una vitu kibao ninapanga, ndio maana nakwambia vitu vingi akilini. Ama vipi? Pelzi tunajua tayari ilitoka wapi. Hii Nevermind ni kwamba hauwazi ama don't care ama ile account ya kwanza ambayo kidogo sasa sio hivyo. Nevermind bro. Ilikuja pia kwa sababu mwenyewe najijua bro. Mimi yani I really never mind yani. Ujali wewe. Yani mimi cheki mimi fully, ukija fresh na kugotea yani tuweza vibe siku moja waweza sema tulijuana miaka 2 iliyopita. Na tulijuana kabisa bwana. Ushona. I never mind, lakini pia I never mind pia nikimseo ukisema eti wewe nini pia I never mind. Tuzikwenda. Tunarejea popo kwa mseo. Bwana msikilizaji, sisi hapa tunarejea, tunaingia tunameza chama la maji kidogo hapa. Lakini kama kawaida Pelzi never mind yuko mjengoni hapa, yule ambaye amepiga hit kali ambazo unazisikiza hapo kwa radio kwako. Binafsi utakuwa unakuja moja kwa moja pa kupitia 0700917917 ama 07291797 unaongea na yeye mawili matatu hapa, lakini unawakilisha mtaa. Unachotakiwa ni kimoja tu, usiondoke msikilizaji wala usibonyeze kidude. Ndio Swahili Pot FM.